Yes, ikiwa tupo katika wakati huu wa dirisha dogo la usajili. Yes, tuna tetesi nyingi sana ambazo zinahusisha klabu za Tanzania kwa wachezaji wa kigeni, lakini pia wapo wachezaji wazawa, kwa maana ya wachezaji wa Kitanzania ambao wanahusishwa kumove kutoka klabu moja kwenda katika klabu nyingine. Lakini wakati huu mahususi tunakwenda kuangalia juu ya moja ya story ambayo inazungumzwa sana juu ya Libase Geye. Taarifa hii bwana ipo ni taarifa ya muda mrefu, ni taarifa tangu baada ya kumalizika kwa fainali za CHAN. Ilikuwa ni nyota wawili ambao klabu ya Simba walivutiwa nao, wote wanatoka kwenye kikosi cha Senegal. Kuna huyu Libase Laye Geye, lakini pia yupo Fonseca ambaye alienda kujiunga na kikosi cha alienda kujiunga na timu ya Tunisia, nadhani ni CA Benzertin, lakini ni Tunisia, kwa maana yuko kule Tunisia. Sasa hawa nyota wawili walikuwa na interest nao Simba, so kuona sasa hivi wanarudi tena kwa Libase Geye kwenda kumchukua, maana yake ni story ambayo unaona inashabihiana. Sasa kocha wa Simba Steve Barker, yeye amewapa viongozi wa Simba maeneo ya kufanyia kazi, maeneo ya kuyaboresha. Kuna wachezaji anawataka katika timu yake, na miongoni mwa maeneo ambayo amepoint ni winga, yani anamhitaji kiungo ushambuliaji anayetokea pembeni. Sasa katika kikosi cha Simba wapo mawinga wa kutosha, lakini miongoni mwao ni pamoja na Kibu Denis Prosper, ambaye kuna uwezekano pia Kibu Denis akaondoka kikosini hapo. Lakini upande mwingine pia kwa Kibu Denis huyo ni mchezaji ambaye ameshindwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza tangu msimu huu umeanza. Unaona ana struggle kuingia kwenye kikosi cha kwanza tangu kocha wa kwanza kwa maana ya Fadlu Davids, lakini pia Dimitar Pantev mpaka wakati huu unaona bado ana struggle. Kwa hiyo anahitaji winga mwingine. Kwa hiyo kwenye kuireshape ile timu kwa maana ya Simba iwe stable, miongoni mwa point ambazo amezisema ni pamoja na winga mwingine. Sasa tunafahamu kwamba Simba tayari wanaye Elie Mpanzu, ni nyota ambaye performance yake ni bora, tunafahamu wote, na when it comes performance Elie Mpanzu anakuwa kwenye kiwango bora, namba zinazungumza zaidi. Kwa hiyo tayari kwa Elie Mpanzu inaonekana kama hakuna doubt. Winga mwingine ni nani? Pale ndani ya Simba wapo mawinga wengine, lakini Steve Barker anahitaji daraja la juu zaidi. Hapo sasa ndo anakwenda kuguswa Libase Geye. Yes, sasa Libase Geye huyu ni nani? Kwa maana kwenda kuangalia wasifu wake na nafasi yake ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Libase Geye ni moja ya viungo wa dogo tu, kwanza na umri wa miaka 22. Taifa lake ni Senegal, anatokea Senegal, na nyota huyu alikuwa na maisha yake tayari tangu akiwa Senegal, ila Watanzania wengi walimuona akiwa katika kikosi cha CHAN cha Senegal ambacho kilicheza fainali hizo hapa Afrika Mashariki. Kundi lao lilikuwa kule Zanzibar, baadaye wakaenda Kampala, Uganda. Sasa Libase Geye huyu ni nyota ambaye alitokea kwao Senegal na alitokea amepitia kwenye academy moja mashuhuri sana ndani ya Senegal. Senegal bwana wana academies nyingi nzuri, lakini academies bora zaidi inaitwa Dayambas. Dayambas ndo academy kubwa zaidi ndani ya Senegal, imetoa nyota wengi, na wachezaji ambao wanapita Dayambas wanakuwa product yao inakuwa nzuri sana. Lakini academy nyingine inaitwa Generation Foot. Generation Foot ni academy ambayo ametokea Sadio Mane. Hizo academy mbili ndo kubwa zaidi, zipo nyingine lakini hizo mbili ndo kubwa zaidi. Dayambas inapatikana katika jiji moja linaitwa Sali. Yes, sasa huyu yeye amepitia Dayambas, lakini akapata nafasi ya kwenda barani Ulaya. Alichukuliwa na kikosi cha Valencia, hii Valencia ya Mestalla
La Liga Hispania. Baada ya kufika kule akaenda kujiunga na kikosi kingine cha Ponteverde ya kule kule Hispania, lakini ipo katika madaraja ya chini. Na hii alienda kule kwa sababu huku juu kwenye Valencia Mestalla nafasi ya wachezaji wa kigeni ilikuwa tayari imeshafunga. Kwa hiyo ilibidi huyu aende kukua zaidi, na ukizingatia umri wake bado ni mdogo. So alienda kule akacheza, baadaye akapata injury ya mkono ambayo ilimweka nje kwa kipindi, na baadaye alivotoka pale, no, of course hiyo ilikuwa kwenye majaribio. Walikuwa wanataka kumfanyia majaribio ya miaka miwili, just imagine. Lakini uongozi wake mchezaji ukagoma, wakasema huyu afanye majaribio kwa miezi 6. Kwa hiyo alikuwa pale for 6 months, baadaye akaja kupata majeraha ya mkono ambayo alimweka nje kwa muda mrefu na akarudi nyumbani. Inatokea wachezaji wengi sana kwenda katika ligi kama ya Hispania, madaraja ya chini haya. Uwezo wa kiuchumi madaraja ya chini ligi ya Hispania sio mkubwa sana. Kwa hiyo sometimes mchezaji ambaye bado hawajamsajili, hawajamuona vya kutosha, anakuja kupata majeraha, kwao inakuwa rahisi kumrelease, na ukizingatia yupo kwenye majaribio. Kwa hiyo yeye alitoka Hispania, ilibidi arudi nyumbani, na nyumbani ni Senegal. Ndani ya Senegal ikabidi ajiunge na kikosi, inabidi apate game time, kwa maana ya baada ya kurecover akahitaji kujiunga kwenye moja ya timu ya pale Senegal. Timu nyingi zilikuwa zinahitaji huduma yake, lakini akaenda kujiunga na Teungueth. Teungueth ni moja ya timu shindani kwelikweli. Sasa hivi Senegal ni timu ambayo imecheza mpaka group stage kwenye CAF Champions League. Waliondosha Raja Casablanca, tutakumbuka hapa wastani wa miaka 4 nyuma. Ilikuwa ni Teungueth ya kina Youssouf Dabo, wakati huo inanolewa na Youssouf Dabo. Hawa kina Malick Ndoye walikuwepo kwenye kikosi, akina Sheikh Sidibe, yes, akina Djibril Sila, Pape Osman Sako, Babakar Sarr. Ilikuwa ni Teungueth yenye nyota wengi. So baada ya kurudi Teungueth, alicheza pale ndani ya kikosi cha Teungueth, performance yake ikawa inarudi taratibu, na baadaye sasa akaja kuitwa kwenye kikosi cha CHAN kwa ajili ya finali za CHAN. Baada ya kuitwa kaja Afrika Mashariki huku, akaenda Zanzibar, wakacheza CHAN. Performance yake ilikuwa bora kwelikweli katika finali za CHAN. Mimi binafsi ukiachana tu na kuangalia hizo mechi, huaga naweza kumuona mchezaji kwa undani zaidi endapo hiyo mechi naitangaza. Yani mechi nikiwa naitangaza ndo namuona huyu ni mchezaji hatari zaidi kuliko hata nikiangalia. Kwa hiyo binafsi naweza kusema huyu ni miongoni mwa viungo wa washambuliaji hatari. Kwanza anatumia mguu wa kushoto, mguu wake una nguvu, skills imelala katika miguu yake. Ni mchezaji ambaye ananyumbulika, ni mchezaji ambaye anarahisisha mambo, ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kudribble, ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kupiga passes, kwa sababu anatumia guu la kushoto alafu anatokea upande wa kulia. Kwa hiyo tarajia kuona akipiga crosses, ana invert, anaingia ndani katika eneo la box kwa ajili ya kwenda kusababisha hatari. Huyo ni Pape Laye Gueye. Sasa ndani ya finali za CHAN performance ilikuwa bora. Baada ya kumalizika finali za CHAN, ikaelezwa kwamba anakwenda nchini Ufaransa, anakwenda kujiunga na kikosi cha Metz cha Ufaransa. Hii timu tunaifahamu vizuri sana. Kwa hiyo taarifa zilikuja hivyo, zilitrend sana na kule Senegal and around Africa kwenye finali za CHAN. Sasa mpango huu haukukamilika, manake alibakia nyumbani kwanza ndani ya kikosi cha Teungueth ambacho alikuwa amesajili mkataba mwaka 1.5. Baada ya kubakia ndani ya Teungueth, na Simba wanahitaji mchezaji wa kaliba yake, hivyo wakarudi tena Senegal, wakarudi ndani ya Teungueth, na inaelezwa kwamba mawasiliano au mazungumzo yanaenda vizuri kati ya Simba na Teungueth. So tunasubiri tu urasmi wa hicho ambacho kinakwenda kutokea, lakini so far tunapozungumza mazingira ndo yamelala hapo. Yani mpango kwa hivyo, kwa maana ya Simba wanahitaji huduma ya Lebase Laye Gueye kuongeza nguvu kwenye kikosi chao. Nafasi yake ndani ya Simba of course ni mchezaji ambaye kwa daraja la wachezaji wa Simba unaweza kumatch na Elie Mpanzu kwa maana ya uchezaji wao. Elie Mpanzu anatumia miguu yote miwili, Laye Gueye anatumia mguu mmoja tu wa kushoto. Huo ndio tofauti wao mkubwa, lakini tofauti na hapo, skills wote wana skills za kufanana. Laye Gueye ana uwezo pia kucheza nambari 10, nafasi ambayo hata Elie Mpanzu pia ana uwezo wa kuicheza. Kwa hiyo ni mawinga ambao
faida yake, wana uwezo wa kupishana roles, kwa maana ya kutoka pembeni kuja kati, kutoka kati kuja pembeni. Hivyo ni vitu ambavyo wanaweza kuvifanya sana, na pale katikati wana namba 10 wazuri, wana Neo Maema, wanaye Jean Charles Ahoua katika ile position. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wanaweza kufanya rotation ya kutosha. So ni mchezaji ambaye binafsi naamini Laye Gueye ni mchezaji ambaye Simba wanamhitaji, ni mchezaji muhimu kweli kweli ambaye Simba wanamhitaji. Lakini na wewe una nafasi yako ya kuweka comment kwenye comment section hapo, kwa huu wasifu ambao tumezungumza hapa, na kwa vile ambavyo unamfahamu, kwa ulivyomuona katika finali za CHAN, unaona ni nyota ambaye anastahili kucheza ndani ya Simba, au unaona hatoshi bado, Simba ina uwezo wa kutafuta mchezaji mkubwa zaidi ya Gueye? Basi weka comment yako kwenye comment section hapo, bila kusahau kusubscribe. Na hii ni Mzinga Sports.